upendo wako na uweza wako. Baba wa rehema, Mungu mwenye utukufu mwingi, jina lako lihimidiwe. Baba wa utukufu wote, mfalme wa yote, asante kwa pendo lako. Asante kwa neema yako katika asubuhi njema. Na lihimidiwe jina lako tena na kutukuzwa, litukuzwe milele. Asante kwamba limetukuka na linatuwezesha kushinda na zaidi ya kushinda. Na kushukuru kwa wakati huu. Tuongoze wewe siku ya leo tena katika mambo yote, akili, fahamu, maisha yetu. Bwana Yesu, tutawale wewe. Tuongoze Roho Mtakatifu ili tufanye yanayokupendeza, ili tutende yanayokupendeza, ili tukae katika mapenzi yako tu na si ya kwetu, katika jina la Yesu. Asante kwa wema na rehema na fadhili zako, kwa jina lako Yesu Kristo, amina. Bwana Yesu asifiwe na jina lake Yesu litukuzwe. Fadhili zake Bwana Yesu na ziwe pamoja nawe, na uendelee kuona ushindi na nguvu katika jina la Yesu Kristo, yeye aliye Baba na Bwana wa utukufu, Mungu mkuu sana na Mwokozi, amina. Pole katika hali ngumu au changamoto unayopitia. Pengine una amani, una furaha, lakini Yesu yupo ambaye ataweza yote, atafanya yote kwa utukufu wa jina lake. Endelea kumuona, endelea kushangilia wokovu na kukaa tayari kujua ushindi wako upo, ushindi wako upo, ushindi wetu upo katika jina la Yesu. Haleluya. Karibu tena tupate neno la Mungu. Tuone katika kitabu cha Waefeso. Baadaye nitasoma mahali pengine. Nitasoma na mahali pengine. Mungu aendelee kubariki. Kumbuka kusubscribe kwenye YouTube channel Elimbizi Vise. Kama hujafanya hivyo, basi kumbuka kusubscribe. Hapo chini hapo kuna mahali anakuonyesha. Yesu akupe neema sana na rehema zake. Nisome hapa katika sura ile ya 3. Afu nitakwambia kichwa cha somo hili. Waefeso sura ile ya 3, ninaanzia mstari wa 14. Waefeso 3:14. Anasema hivi: kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina la ubaba wote, ambaye kwa jina lake ubaba wote, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. Naenda mstari wa 16. Awajalie kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Mstari wa 17. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Amen. Hebu tuone umuhimu wa kumjua Yesu zaidi. Kumjua Yesu zaidi. Kumjua Yesu zaidi. Umuhimu wa kumjua Yesu zaidi. Hebu tuendelee kumjua Yesu zaidi, kumfahamu Yesu zaidi, kumjua Yesu zaidi, kumfahamu Yesu zaidi. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kuendelea pale tulipofikia, tupate nafasi tena na tena, tuendelee tena na tena kumfahamu zaidi Yesu. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili, zaidi tumfahamu zaidi. Tuone kuna umuhimu wa kumfahamu Yesu zaidi. Kumjua Yesu zaidi kuna umuhimu mkubwa.
kumjua zaidi ya pale tulipomjua, kumfahamu zaidi ya pale tulipomfahamu. Kuna umuhimu mkubwa. Anasema kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani anatajwa, jina lake linatajwa. Mstari wa 17 anasema Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani. Yesu akae ndani yetu kwa imani. Bwana Yesu tunatakiwa tuwe naye ndani ya mioyo yetu kwa imani. Tuwe naye kwa imani katika mioyo yetu. Kwa imani, kwa sababu imani inatupa uhakika wa kwamba yuko nasi. Imani inamfurahisha sana Bwana Yesu tukiwa nayo. Anaitazama, alitazama hiyo na anaitazama hiyo hata sasa, kwamba tuwe nayo imani. Kuwa na imani ndani yetu, imani ya Bwana Yesu. Kwa hiyo anasema Kristo akae katika au akae ndani yetu kwa imani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani. Akae ndani yetu kwa imani, tukiwa na shina na msingi katika upendo. Tukiwa na shina na msingi. Shina na msingi. Hiyo ni kujiweka imara zaidi. Anapotaja shina na msingi, maana yake ni kuhakikisha kwamba tunamfahamu, yani tumekaa kwake na tumejengwa kwenye msingi imara. Tumekaa kwake na tumejengwa kwenye msingi imara. Kwa msingi ulio imara. Tumekaa kwake kwa msingi ulio imara. Anasema awe mioyoni mwetu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo. Shina na msingi katika upendo. Hii ni kujiimarisha zaidi, ni kujijenga zaidi katika imani. Huko tuseme ni kumfahamu, ni kumjua zaidi. Sasa ukiendelea mstari wa mbele pale, anasema ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina. Maanake hapo ni kuenda kwa roho zaidi, kuzama zaidi, nitumie Kiswahili hicho, kuzama zaidi, kuingia zaidi katika kumtafuta na kumjua na kumfahamu Bwana Yesu Kristo. Tukimfahamu kwa juu juu si salama, kwa sababu kwa juu juu kuna uwezekano wa kudanganyika au kutokufanikiwa kwa viwango vinavyostahili katika maisha yetu. Na hata hivi sasa kuna namna viwango tulivyofanikiwa ni kwa sababu ya sisi, juhudi yetu katika kumtafuta Yesu vile ilivyo. Kuanzia mtu mmoja, watumishi, makuhani, kanisa zima, taifa lote. Vile tulivyo ni kwa sababu ya kile kiwango tulicho nacho cha kumjua. Kile kina, msingi, shina, kimo, upana. Labda nianze kutaja kimoja kimoja. Nasema ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana. Upana wa jina la Yesu. Upana wa kusudi la Yesu juu yangu na juu yako. Upana wa huduma, upana wa wokovu waliotuletea. Upana wa ufahamu wetu katika kumjua. Upana ndani ya moyo wetu katika kumwelewa huyu Yesu Kristo. Upana wa ndani. Tuna mapana katika kumjua au tuna mafupi? Hatuna marefu, tuna marefu au tuna mafupi au tuna machache kwa lugha nyingine. Katika kumfahamu, katika kumjua, tuna upana katika kumjua. Manake anasema habari ya upana. Tunatakiwa tumfahamu kwa upana, sio kwa wembamba. Tumfahamu kwa upana. Manake moyoni mwetu, akilini mwetu, ndani yetu tuongezeke katika kumjua sana, katika kumwelewa sana, katika kumtafuta sana. Tumtafute kwa upana, sio kwa uchache, kwa sababu kwa uchache atakuwa kwetu kwa uchache. Na Yesu anafurahishwa. Ukisoma kwenye Biblia anasema imani kubwa namna hii. Anasema sijaona imani kubwa namna hii. Anasema katika wote sijaona mwenye imani kubwa. Imani kubwa. Kwa hiyo maana yake Yesu anataka aone vitu vikubwa kwetu, kwa sababu pia kwa Bwana wetu Yesu Kristo hakuna vitu vidogo vidogo. Kwake yako makubwa.
Uweza wake ni mkuu, tena ni mkubwa. Jina lake ni kubwa. Matendo yake ni makubwa. Miujiza yake ni mikubwa. Baraka zake ni kubwa. Uweza wake ni mkuu na mkubwa, sio dhaifu, sio mdogo. Kwa hiyo inatupasa kumpata, kumfahamu kwa upana. Tupate kwa upana. Anasema kwa upana. Kristo akae mioyoni mwetu kwa imani, mkiwa na shina na msingi. Hapo ni uimara. Shina na msingi. Msingi ndio unaoshikilia. Msingi mzuri. Msingi wa neno la Mungu. Msingi wa mafundisho ya neno la Mungu. Msingi imara. Alafu na shina ambalo sasa nipo tunaenda juu hapo. Tunakwenda kiwango kingine. Imani hadi imani, utukufu hadi utukufu, inasema Biblia. Tuweze kwenda imani hadi imani, utukufu hadi utukufu. Imani hadi imani, utukufu hadi utukufu. Bwana Yesu asifiwe, wateule. Anasema jambo lingine, amesema upana, alafu amesema urefu. Marefu, kumfahamu katika marefu. Mioyo yetu, ndani yetu, tuwe na urefu wa kumtambua. Tusiwe na ufupi. Tumemfahamu kwa ufupi tu. Yaani kumfahamu Yesu kwa ufupi si salama. Simaanishi kwamba ni kitu kibaya, lakini kuna namna ambavyo inaweza ikatufikisha mahali tukajikuta kwamba tunakwama au tukazidiwa. Ndio sababu anasema Kristo akae mioyoni mwenu. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani. Halafu mahali pengine anasema neno la Kristo likae ndani yenu kwa wingi. Neno la Kristo likae ndani yenu kwa wingi. Neno la Kristo likae ndani yenu kwa wingi. Kwa hiyo ndani yetu tunatakiwa kuwa na neno la Kristo kwa wingi, sio kwa uchache. Kwa nini sasa iwe kwa wingi? Kwa sababu tukiwa na neno hilo kwa uchache, ni rahisi kudanganyika. Ni rahisi kujazwa maneno mengine, ni rahisi kuingia kwenye shida, ni rahisi kutekwa nyara. Ni rahisi kwa sababu hatujashiba inavyotakiwa, hatujaelewa inavyotakiwa, hatujafahamu inavyotakiwa, hatujajengwa. Anaposema msingi na shina, kujengwa, hapo tunasema habari ya kujengwa. Kwa habari ya msingi ni mambo ya kujengwa. Sasa kujengwa kwenye neno la Mungu, kujengwa kwenye maisha ya wokovu. Tumejijenga au tumejengwa kwenye maisha ya wokovu vizuri. Tumejengwa vizuri kwenye maisha ya wokovu. Tumejengwa na tumestawi kwenye maisha ya wokovu. Kwa hiyo tunatakiwa kujijenga zaidi. Lakini kwa sehemu kubwa inawezekana kabisa kwamba tumejijenga kiasi kidogo, au tumemfahamu Yesu kwa sehemu ndogo sana. Sasa hapa unaweza ukaingia kwenye kusema habari ya juhudi ya watu kumtafuta Mungu. Juhudi yetu ya kumtafuta Mungu. Inawezekana tuna juhudi kubwa sana ya kutafuta vitu vya dunia, lakini juhudi kubwa ya kumtafuta Mungu haipo. Na watu wengi wako hivyo. Tuko hivyo, tukubali makosa tu, na tunahitaji kuomba neema ya Mungu itusaidie. Juhudi yetu kubwa inaelekea kutafuta vitu vya kwetu, vitu vya duniani vya kuonekana, tuonekane. Watu wengi wanatafuta kuonekana. Tuelekeze nguvu nyingi katika kumtafuta Yesu, katika kumjua Yesu. Anasema na urefu. Tunajua katika urefu, mambo ya rohoni tuyajue kwa urefu. Tusiyajue kwa ufupi, kwa urefu. Tusiyajue kwa wembamba, kwa upana. Tukiyajua kwa wembamba, ni rahisi tu hapo kuvunjika. Kitu chembamba ni rahisi kuvunjika. Kitu chembamba. Niongelea hasa kwa maana ya uchache huo. Kwa wembamba maana yake kwa uchache. Neno lipo kwa uchache. Ibada ziko kwa uchache. Kumtolea sadaka ni kwa uchache. Kumtafuta ni kwa uchache. Huyo mtu ni rahisi kuanguka. Ni rahisi kudanganyika. Ni rahisi kupotea. Kwa sababu hajashibishwa. Hajakamilika. Tunatakiwa kutimilika. Anasema habari ya upana na urefu. Urefu. Tuzidi kumfahamu kwa urefu jinsi alivyo, kwa sababu mambo ya Mungu si mafupi.
ni marefu. Anasema akili zake hazichunguziki, njia zake sio kama za kwetu, mawazo yake si kama ya kwetu. Manake yako kwa upana mno. Sasa kwa sehemu tunatakiwa tuwe na juhudi katika kumtafuta na kumjua kwa upana zaidi, kwa kina zaidi. Kwa hiyo ametaja upana, urefu na kimo cha kiroho. Hapo tunaona habari ya kimo cha kiroho. Kimo, tukiingia kwenye kimo, ni habari ya ukuaji, habari ya ukuaji wa kiroho ndani yetu, ukuaji wa kiimani, ukuaji katika kulielewa neno la Mungu, katika kumtumikia, katika kumfanyia hata ibada. Ukuaji wetu, kimo chetu katika kukua kwa Yesu Kristo, kwa sababu tunatakiwa kukua. Hatutakiwa kurudi chini, tunatakiwa tukue. Kimo, tusiwe na kimo cha chini, tuwe na kimo cha juu. Manake tuongezeke siku kwa siku katika kuendelea kuyajua mapenzi ya Mungu, kuyafanya ya mapenzi ya Mungu, kutimiza mapenzi ya Mungu, kumjua zaidi, kumkaribia. Tumkaribie zaidi. Nasema tukimkaribia tutaweza kumpinga shetani, na yeye Mungu atatukaribia. Yesu atatukaribia. Kwa amesema habari ya kimo na hapa amesema na kina. Hapo ni kina, sasa ni kwenda ndani zaidi, maji yenye kina kirefu. Maji haya na kina kirefu, maanake ni mahali penye maji mengi, pana urefu kwa kwenda chini, kwa kwenda juu, kwa kwenda pembeni, parefu, kina. Sasa akili zetu na mioyo yetu inatakiwa imfahamu Bwana kwa kina sana. Tumjue kwa kina, tujue neno lake kwa kina, yani kwa ndani zaidi. Tuzame zaidi. Hapo ni kwenda kiroho zaidi. Tuende kiroho zaidi, tuishi kiroho zaidi, tumtafute kiroho zaidi, tumwabudu kiroho kwa kina. Kimo na kina. Kimo, tukisema ana kimo kifupi, ana kimo kirefu, manake kuna viwango vya kuwa na kimo, viwango. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kuwa na kina kirefu na kimo kirefu katika kumjua Jehova, katika kumtumikia Bwana Yesu, katika kumtumikia mfalme wetu, katika kulifahamu neno lake, katika kumfanyia ibada. Kwa mambo yote tuyafanye kwa kina, kwa upana, kwa urefu, kwa kimo kinachotakiwa. Kipo kimo ambacho kinatakiwa. Paulo anasema si kwamba nimefika, bado nachochumilia ili nipate kufika. Maana inasema nipate kulishika lile ambalo kwalo nimeshikwa na Kristo. Nipate kulishika lile ambalo katika hilo ndilo Kristo amenishika kwalo, ameniita kwalo, namtumikia katika hilo. Tupate kwa kina. Mimi nahitaji kumfahamu Mungu kwa kina zaidi. Mimi na wewe kuwa na hiyo kiu ya kumfahamu kwa kina zaidi, kiu ya kumfahamu zaidi, kumjua zaidi, mjue zaidi, kiu ya kumjua zaidi, kiu ya kumjua Mungu, kiu ya kumjua Yesu kwa upana, kiu ya kumjua Yesu kwa upana. Tuwe na kiu wapendwa, tuwe na kiu ya kumjua kwa upana, sio kwa ufupi, sio kwa udhaifu. Anasema kwa kina zaidi tumjue, tulijue neno lake, tufahamu habari ya msalaba kwa kina, tufahamu habari ya ufufuko wa Yesu Kristo kwa kina, tufahamu habari ya msalaba wa Yesu, mateso yaliyowapata, mapigo yale, aibu ile, kwa kina, kwa upana. Tukiifahamu inatusaidia kuendelea kuvutwa karibu na yeye na kujazwa nguvu zake na kuendelea kuyatimiza mapenzi yake. Lakini tukichukulia juu basi inakuwa wala hakuna sana ile kuzingatia kwa kina, kwa marefu. Tunaweza tukajikuta tunazingatia tu kawaida
na ndipo ambapo tunakuja kuzidiwa, kwa sababu adui yetu yeye anakuja na nguvu, anakuja kwa kumaanisha. Shetani anakuja kwa kumaanisha, shetani anashambulia kwa kumaanisha. Sisi tunatakiwa tumaanishe zaidi na zaidi, ili akija aone moto, aone nguvu, akose pa kupenya, akose cha kufanya, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Haleluya kabisa, kwa jina la Yesu. Anasema na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Kujua upendo wake, upendo unaopita ufahamu. Upendo wake umepita ufahamu wetu. Ndio sababu tunatakiwa tuzidi kuongeza kumjua, ili tuzidi kuimarika na kuwa na shina zuri na msingi mzuri, na kuwa na kimo zaidi. Labda niseme hapo kwenye kimo zaidi, sababu kama msingi unashaweka vizuri zaidi, maana yake unakufanya wewe unaweza kujenga, kuongezeka. Msingi ndio unaoruhusu kuendelea kuweka kitu kizito juu ya juu. Utukufu hadi utukufu, imani hadi imani. Yote haya yako ndani ya Biblia. Utukufu hadi utukufu, imani hadi imani. Maana yake hiyo inatufanya kuona namna ya sisi kuweka maisha yetu ya Kikristo yawe na msingi imara zaidi, yawe katika ubora, yawe katika nguvu za Mungu zaidi, ili tuwe na msingi. Maana hapo ndo tunasema msingi sasa. Kwa hiyo sisi tuendelee kuongezeka, yani kuendelea mbele. Huku nyuma au huku chini tulishatengeneza vizuri, kwa sababu kama hukutengeneza vizuri, utajikuta huko mbele sasa unaanza kuporomoka au kushindwa. Hatuhitaji kushindwa kwa jina la Yesu. Tunahitaji kushinda na zaidi ya kushinda. Na kujua upendo wake upitao fahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi. Upendo wake ni mwingi. Unaona anasema mwingi, Bwana Yesu asifiwe. Watumishi na wateule wa Bwana, anasema tupate kufahamu. Anasema upendo wake Kristo upitao fahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi. Upendo wake sio mchache, ni mwingi. Na sisi upendo wetu utakuwa mdogo. Upendo mdogo kwa Yesu tunaweza, likija jambo lingine hapo, ni rahisi kuvutwa, kupotea, ni rahisi kuzidiwa. Na Yesu anasema hizi habari pia kwenye Mathayo, kwenye Luka kule, kwamba mwenye nguvu hawezi kufanywa mateka. Yesu anasema akija mtu mwenye nguvu kwa mwenye nyumba mwenye nguvu, mtu aliye hodari au mwenye nguvu alindapo vitu vyake, anasema akija mwingine kama ana nguvu kupita yeye, huyu mwenye nyumba na vitu vyake anatekwa na vitu vitachukuliwa. Lakini kama ana nguvu za kumzidi yule, basi maana yake yule mtekaji ameshindwa, hatafanikiwa. Shetani ni mtekaji. Basi tumepewa vitu na Bwana: hekima, imani, neno, wokovu, neema, baraka. Sasa hivyo vyote vinatakiwa kuendelea, tunatakiwa kuendelea kujilinda, sababu tunalindwa na yeye katika nguvu zake. Lakini na sisi tunatakiwa kuendelea kutengeneza mazingira ili tuendelee kufanikiwa, kuweza kushinda yule adui anapokuja, yule mtekaji ajapo. Kwa sababu kama tukijiweka vibaya, tusipozingatia kutengeneza msingi imara, tukawa watu imara hodari, yeye anapokuja na nguvu zake, kutetemeka kutakuja, tikisiko utakuja, na tutajikuta tunaanguka. Haleluya. Kumfahamu Bwana kwa kina, tumjue kwa kina. Hebu tuangalie pia mtu mmoja hapa alitafuta kwa kiu, alikuwa na kiu ya kumwona Bwana. Jumbe wetu ni kuwa na kiu ya kumjua Yesu zaidi, kiu ya kumjua Yesu zaidi. Habari hizi hapa katika Luka 19. Luka 19, nianzie mstari wa kwanza. Luka 19 naanzia 1. Naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Huyu ni Yesu. Alipoingia Yeriko, anasema, natazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru,
naye ni tajiri, naye ni tajiri. Huyu alikuwa ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu, alikuwa akitafuta kumwona Yesu. Ni mtu wa namna gani? Asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Huyu alikuwa mfupi wa kimo, kwa hiyo kimo chake cha kumwona Yesu kikawaida kabisa, kimwili, yani kawaida hiyo, lakini kiroho basi alikuwa mfupi. Haya, alikuwa na kimo kifupi. Kwa hiyo ndani yake alikuwa na kiu ya kutaka kujua, kufahamu, kuona, ana kiu. Haya, Biblia inasema mstari wa 4, akatangulia mbio. Naona mtu mwenye kiu ya kumwona Yesu akapiga mbio. Alipoona kimo chake hakifai, hakimwezeshi, akatafuta kuongezeka kimo. Haleluya! Akatafuta kuongezeka kimo, akatafuta mbinu, maarifa, akatafuta namna. Kwa jina la Yesu, na sisi tutafute kwa nguvu zote. Anasema kwa sababu ni mfupi wa kimo, akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Kwa hiyo alijua wapi Yesu anapita, atapitia wapi. Kwa hiyo alichokifanya, akakimbia. Mstari wa 5 kwanza, naye Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Imenipasa kushinda nyumbani mwako. Zakayo, shuka, kwa sababu nimeona kiu yako, nimeona hamu yako, nimeona haja ya moyo wako. Basi shuka leo, mimi ninaingia kwako. Maanake wokovu unaingia kwake. Yesu akiingia kwa mtu, wokovu umekuja, ufalme umekuja, baraka zimekuja, neema imekuja. Si jambo la kawaida. Yesu anaingia kwake, na naamini Yesu hakuwa na ratiba ya kuingia kwake. Haikuwepo ratiba, kwa sababu maandiko yanatueleza hapa. Anasema yeye ndiye, Zakayo alikuwa anatafuta kumwona Yesu, alikuwa anatafuta kumwona Yesu, na akaona imeshindikana kwa sababu ya kimo chake, akashindwa. Lakini akawa na maarifa kwamba nifanyeje, nijiongeze. Akajiongeza, akatafuta kupata kimo zaidi, urefu zaidi, ili amwone Yesu. Akatafuta urefu mwingine, akajiongeza urefu, akajiongeza kimo, akajiongeza. Nasema kujiongeza kwa maana ya ile kiu ya ndani ikamfanya atafute kitu cha kufanya ili apate kumwona Bwana Yesu. Akapanda kwenye mti, akapanda kwenye mti chapu. Maanake yule alienda haraka, kwa sababu hapa anasema akaenda mbio, sio? Maandiko yamesema hapa ndio. Alikuwa akitafuta kumwona Yesu. Haya, anasema akatangulia mbio. Mstari wa 4 akasema akatangulia mbio, sio taratibu, sio kidhaifu. Alienda kwa nguvu, kwa kasi, kwa haraka, akaenda kukaa tayari mahali ambapo atamwona Yesu. Hii inatutia nguvu na kuendelea kutuvuta kwamba inatupasa tuwe na kiu ya kumwona Yesu. Tutafute kumjua Yesu kwa kina, kwa kimo. Tutamani kiu ya kumfahamu, ya kumjua Yesu zaidi. Tuwe na kiu ya kumjua, ya kumfahamu zaidi na zaidi. Hiyo itatujenga zaidi na itafanya hata yule adui akae mbali na sisi, akiona tumezingirwa vya kutosha, akiona tuna imani. Kinachomtisha shetani ni ile imani ya Yesu tulio nayo, ile imani ya Yesu tulio nayo. Ule ushujaa na uhodari tulio nao ndio vinamtisha shetani. Vingine vinaweza visimsumbue sana, lakini akiona imani kweli kweli, akiona ule ujasiri tunaokuwa nao, moyo wa ushujaa. Sababu Biblia inasema tuwe na moyo wa ushujaa, moyo wa ushujaa, ujasiri, imani katika Yesu, ambayo imetajwa kule pia katika somo la leo kwenye Waefeso. Imani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na mshina na msingi. Akae kwa imani ndani yetu. Kae na imani yetu iongezeke. Kumjua Mungu kwetu kuongezeke. Wapendwa, ongezeka katika kumjua, ongezeka katika kumfahamu. Endelea kuongezeka,
endelea kutafuta hatua zaidi. Kama mwenzetu Zakayo huyu, Zakayo akaona hapana, hapa nimeshindwa, hapana, ngoja niangalie namna nyingine, ngoja niangalie njia nyingine, ngoja niangalie cha kufanya ili nimwone huyu Yesu. Nataka kukutana na Yesu, nataka kumwona, anataka kumwona. Muone nami sisi tuendelee kumwona Yesu, kumwona Yesu, kumwona Yesu kila siku, kila wakati. Tumuone, tuwe na kiu, tuwe na hamu. Moyo wako, je, una kiu? Una shauku? Unaona hamu ya kumtafuta Bwana? Bwana Yesu akubarikia, kujaze, ujazo hiyo kiu kwa jina lake. Tujazwe siku zote, tujazwe siku zote. Kwa kweli niseme, nikitafiti mimi, nikiangalia, kuna watu wengi sana utafutaji wao au kumtafuta Yesu kwao ni kudhaifu. Wiki nzima kama inapita afu hujasoma Biblia, hujang'ang'ana na Biblia. Watu wanang'ang'ana na simu sana. Hasa naongea na vijana. Vijana wengi wameng'ang'ana na simu mno. Lakini kumkuta ameng'ang'ana na Biblia ni moja wa bahati. Watu wengi wameng'ang'ana na vitu vya dunia. Watu akili zao zimelala kutafuta hela sana. Mungu atusaidie. Kwa sababu vitu tunavyoving'ang'ania, hata kimoja hatuondoki nacho. Vyote vitabaki. Hata hiyo simu yako hutaenda nayo. Kule mbinguni hakuna cha kuperuzi, hakuna cha mitandao, si nini. Kule mtandao mmoja tu, ni nyimbo, ni sifa, ni ibada, ni kumtumikia Mungu. Bwana Yesu tusaidie, Bwana Yesu akusaidie, Bwana Yesu tunahitaji neema yako. Mungu akubariki. Endelea kutafakari sana na kuchimbua kwa kina kumjua Yesu na ujio wake kwa ajili yako. Ninakushukuru Mungu Baba wa neema kwa neno lako hili. Asante kwa mapenzi yako. Tunazidi kuhitaji sana. Tuna kiu. Na tunaomba neema yako ifunguke. Imimine kiu kwa vijana. Vijana wawe na kiu kubwa ya kukujua Yesu. Kiu kubwa ya kukutafuta wewe Mfalme. Naomba Roho wako amiminike kwetu, kwa vijana wote. Tuwe na kiu kubwa, hamu kubwa, shauku kubwa ya kukujua. Tusaidie Bwana, msaidie na msikilizaji huyu. Omba mpendwa, omba Bwana akupe kiu ya kumjua. Uwe na kiu zaidi, uwe na hamu zaidi, uwe na shauku zaidi. Umfahamu Yesu kwa kina, umfahamu Yesu kwa upana, umfahamu Yesu katika kimo. Uwe na kimo kikubwa cha kuendelea kuwa katika Yesu. Baba, naomba hayo yakawe kwetu shina, msingi, kina, kimo. Tukakufahamu sana Bwana katika mambo haya yote. Tukakuelewe Mungu wetu. Maana saa zote wewe ni wa upendo, unatufundisha, unatusemesha kwa ndoto, kwa maono. Baba, turumie wakati mwingine hatuzingatii ndoto na maono. Tunatakiwa kukua na kuongezeka. Nawe unasema nasi namna ya sisi kuongezeka, lakini bado hatujafahamu. Bado tumekuwa wazito, tumezembea. Tusamehe Bwana, turehemu. Tusamehe Bwana, turehemu. Tusamehe Yesu Mwokozi. Ninaomba neema yako itusaidie, na Roho Mtakatifu endelea kutuvuta ili tuzidi kutambua siri kabisa ya mapenzi ya Baba. Baba ambaye ametupenda upeo, Mungu aliye Mwokozi, Mfalme. Naomba tuvute kwako tena, tuonyeshe njia, tuwezeshe Bwana, mioyo yetu izidi kuvutwa kwa na hamu na kiu. Tusaidie Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba Roho wako Yesu, roho ya ibada na roho ya kumcha Bwana kwa vijana katika ulimwengu huu. Wawe na kiu ya kusoma maandiko matakatifu, wawe na hamu ya kusoma maandiko matakatifu. Ndani yake tunazidi kukufahamu na kujua Yesu. Ndani yake tunazidi kupata kuwa imara. Bwana, fungua mioyo ya vijana na hata na wazee pia, wanaume kwa wanawake. Wawe na kiu ndani yao, tuwe na kiu ya kukujua. Nami naomba neema yako iongezeke na uweza wako ukawezeshe, ili kila mmoja anayesikia na hata sasa wengine wapelekee kwa Roho wako. Ndani yao kuamke kiu na hamu, wavutwe kwako, kukutumikia wewe, kusoma maandiko matakatifu, kufanya ibada katika jina la Yesu. Tafakari yetu ya ndani izidi kuwa na upana na kuongezeka zaidi katika kukutambua, kukujua, katika kukufahamu Mungu wetu Mfalme, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu.
Asante kwa huruma zako nyingi na kwa rehema zako nyingi. Asante kwa fadhili zako nyingi, katika jina la Yesu Kristo. Achilia baraka na rehema na fadhili zako, Bwana. Neno lako ni uzima, neno lako ni hakika. Baba, ponye kaka huyu, ponye dada yule, ponye baba yule, ponya mtoto yule, ponya familia ile. Ijaze neno lako, wajazwe furaha, wajazwe na kiu, wakutafute Bwana, maana unapatikana. Tukutafute Tanzania, tukutafute kwa sababu unapatikana, unaitika. Naomba bariki kila mmoja, bariki nafsi yake, bariki fahamu zake, bariki ndani yetu. Tujazwe neema yako, tuongezwe na kuzidishwa katika jina la Yesu. Baraka na uweza wa Bwana Yesu